mahala bora zaidi. Na katika hatua za maisha yake alionyesha kuwa kila mwanadamu ana uwezo wa kuacha alama duniani. Mwanzo wa safari yake ya maisha. Marehemu Dennis Sebo Busulwa alizaliwa tarehe 28 mwezi wa pili mwaka 1975 katika mji wa Lugazi uliopo kando ya barabara kuu iunganishayo Kampala na Jinja nchini Uganda, katika eneo linalozungukwa na mashamba ya miwa. Sebo alikulia katika familia iliyomlea katika msingi wa maadili, heshima, bidii na upendo, na hasa kuheshimu watu wengine. Tangu akiwa mdogo, Dennis Sebo alionyesha dalili ya kuwa mtu mwenye udadisi wa kujifunza na uwezo wa kuwasiliana na watu kwa urahisi, na pia alikuwa na moyo wa kushirikiana na watu wengine. Wale waliokuwa naye karibu waliona kitu fulani ndani yake na wakamwona kama mtu ambaye siku moja angekuja kufanya mambo makubwa katika maisha yake. Safari ya elimu. Safari ya elimu ilikuwa ni mwanzo wa kujenga ndoto katika maisha yake. Alianza katika shule ya msingi Lugazi Community Primary School nchini Uganda, na baadaye aliendelea na elimu ya sekondari katika Kiira College Butiki ambako aliendelea kuonyesha juhudi katika masomo yake. Baada ya kumaliza masomo ya sekondari, Dennis Sebo Busulwa alijiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam, University of Dar es Salaam ambapo nchini Tanzania, ambapo alipata shahada ya sheria, yani Bachelors of Laws LLB. Mnamo mwaka 2006, baada ya kuhitimu shahada yake ya sheria, alipata nafasi ya kufanya mafunzo ya vitendo, yani internship, katika kampuni ya mawakili ya Ima Advocates, ambapo hapo ndipo alikutana au kufahamiana na kaka yetu Mr. Magai, ambaye pia amekuwa ni baba yake mlezi kwa hapa Tanzania. Naomba usimame Mr. Magai tafadhali. Hata hivyo, ndani yake ndugu yetu Sebo alikuwa na shauku kubwa ya mawasiliano, uandishi pamoja na kuzungumza na jamii. Hivyo aliendelea kujiendeleza na kupata shahada ya uzamili katika mawasiliano ya umma, yani Masters in Mass Communications, pamoja na kozi mbalimbali za uandishi wa habari na utangazaji. Hatua hii ilifungua milango zaidi ya safari yake kubwa katika tasnia ya habari. Dennis Sebo aliingia katika tasnia ya habari akiwa na shauku na ubunifu na ujasiri wa kufanya mambo tofauti, na hasa kujielekeza kuwa mtu mwenye msimamo. Alianza kufanya kazi katika vituo vya IPP Media, akihudumia katika redio ya East African Radio na television, ambapo alipata uzoefu mkubwa wa utangazaji na uandishi wa habari. Baadaye aliendelea kufanya kazi katika kituo cha DTV ambapo ilikuwa ni mwaka 2008 mpaka 2009, ambapo hapa ndipo pia alikutana na mlezi wake mwingine ambaye ni Mr. Majizo. Na Majizo, naomba usimame tafadhali kuone. Asante. Katika historia yao pia Dennis Sebo pamoja na brother Majizo walifanya kipindi cha pamoja kwenye television hii ya DTV, ambapo hicho kipindi wakati huo Dennis akiwa anatangaza, Majizo akiwa DJ, na kipindi hiki kilikuwa na mvuto sana, na ndipo hapo kwa kufanya kazi pamoja waliweza kujenga chemistry. Kuanzia mwaka 2010 hadi 2013, Dennis aliendelea na kazi yake katika kituo cha Channel 10 pamoja na Magic Radio, ambapo aliendelea kujenga heshima katika tasnia ya habari kutokana na uwezo wake, uchambuzi, ubunifu, uwasilishaji wa vipindi. Hatua kubwa katika safari yake ya EFM.
Mwaka 2014 ilikuwa mwanzo wa sura mpya katika maisha ya Dennis na kituo cha EFM. Alijiunga na EFM Radio pamoja na TVE kama mtangazaji. Hata hivyo, kupitia bidii yake, maarifa, kujituma kwake, alionyesha uwezo mkubwa sana katika kazi yake. Juhudi zake zilionekana wazi kwa viongozi wenzake pamoja na bodi ya wakurugenzi, na hatimaye alipewa jukumu kubwa zaidi la uongozi na kuwa mkurugenzi wa uendeshaji na biashara, yani Director of Business and Operations, katika kampuni ya EFM inayomiliki EFM Radio pamoja na TVE. Katika nafasi hiyo alihudumu kwa weledi, maono, uongozi uliogusa watu wengi, akichangia kwa kiasi kikubwa sana katika maendeleo ya taasisi hiyo na hata kuacha alama kubwa sana mioyoni mwetu. Michango yake katika michezo. Mbali na taaluma yake ya habari, Dennis alikuwa mtu aliyeenda sana kwenye michezo na alipenda sana kushiriki katika shughuli za michezo. Alikuwa akiamini kwamba michezo ni afya na michezo huunganisha jamii. Alihusika sana katika shughuli mbalimbali za uanzishaji wa jogging clubs, na alikuwa ni moja kati ya waasisi wa EFM Jogging Club, ambapo ilipata umaarufu mkubwa baada ya yeye kuwa msimamizi mkubwa wa klabu hiyo. Kupitia jogging club hiyo aliweza kuhamasisha watu kwenye kujali afya zao na kujenga urafiki na mshikamano katika jamii. Katika mpira wa miguu pia Dennis alikuwa mwanzilishi na mweka hazina wa RG Sports Club, ambapo na mimi pia ndio nilikutana naye pale, na pia alikuwa captain wa timu ya EFM, baadaye captain wa timu ya EFM Sports Club. Maisha ya imani na familia. Dennis Busula Sebo alilelewa katika imani ya Kanisa Katoliki katika parokia ya Namagunga, Lugazi nchini Uganda. Mnamo tarehe 22 Aprili mwaka 2000 pia katika parokia hiyo parokia hiyo pia alipata kubatizwa kwenye parokia hiyo ya Lugazi na kipaimara komunio pamoja na kipaimara kwenye parokia hiyo. Mnamo tarehe 22 Aprili mwaka 2017 alipata nafasi ya kuingia kwenye sakramenti ya ndoa, ambapo alifunga ndoa na Claire na Mubiru katika Lugazi Cathedral iliyopo Uganda. Na hapo katika ndoa yao walifanikiwa kupata mtoto mmoja aitwaye Hayden William Busula. Kuondoka kwake duniani. Mnamo usiku wa tarehe 11 Machi 2026 majira ya saa 3 usiku nilipokea simu kutoka kwa rafiki yetu Dr. Andrew Foy, ambaye pia alikuwa daktari binafsi wa marehemu Dennis Busula Sebo. Kwa sauti yenye wasiwasi aliniambia kuwa yeye alikuwa Morogoro kikazi na aliniomba nichukue hatua za haraka kumsaidia Sebo ambaye alikuwa amepata dharura ya kiafya akishindwa kupumua. Dr. Foy alinieleza kuwa alihisi kuwa huenda alikuwa amepata pulmonary embolism, yani kuganda kwa damu, mgando wa damu kuziba mishipa ya kwenye mapafu, na kwamba alikuwa katika hospitali moja huko Tegeta. Niliondoka haraka kwa kujua kwamba hili lilikuwa ni dharura ya kiafya na kuelekea hospitali ya Muhimbili, huku nikiwasiliana na waliokuwa naye kina ndugu zetu kina Dizo na kuwasisitiza na kuwashauri wachukue ambulance haraka kumleta hospitali ya Muhimbili kwa haraka iwezekanavyo. Baada ya muda mfupi aliwasili pale hospitali ya Muhimbili akiwa katika hali ya maumivu
makali sana na akipata shida ya kupumua. Katika hali hiyo alinigeukia na kuniambia kwa sauti yenye tabu, Dr. Seba, anashindwa kupumua. Hayo ndiyo yalikuwa miongoni mwa maneno yake ya mwisho kwangu. Aliingizwa ndani ya hospitali na kuanza kupatiwa huduma ya kwanza ya dharura. Hata hivyo, licha ya jitihada za madaktari, baada ya muda mfupi Dennis Busura alitutoka dunia. Hitimisho. Alama isiyofutika. Katika moja ya matukio ya kumwaga rafiki yetu mwingine marehemu Gardner G. Habash, Sebo aliwahi kusema, kila binadamu anastahili kuacha alama katika dunia hii tunayoishi. Mwisho wa kunukuu. Leo hii sisi sote ni mashahidi kwamba Dennis Busura Sebo aliacha alama kubwa katika dunia hii, na kila mmoja amemgusa na kusababisha alama katika maisha yake. Ameacha alama katika elimu yake, ameacha alama katika kazi yake, katika michezo, katika uongozi wake, katika familia yake na katika maisha ya watu wengine aliyowagusa. Ameacha kumbukumbu isiyofutika katika mioyo yetu. Maisha yake yametufundisha kuwa maisha yenye maana sio tu yale unayoishi kwa ajili yetu wenyewe pekee, bali pia unayoishi kwa ajili ya kusaidia watu wengine. Na hapa pia nakumbuka kuna story mara nyingi huwa nikikutana na Sebo tunaizungumza, inaitwa Sebo is a nice guy. Sebo is a nice guy. Mnamo mwaka 2011-12 mara ya kwanza Sebo anamaliza shule, tulikutana naye kwenye hii club ya yetu RG Club, na baadaye akawa ananisaidia kufanya marketing ya kampuni yangu ya insurance. Kwa hiyo alikuwa anakuja sana pale ofisini, akawa anakutana na watu mbalimbali pale, ikiwa ni pamoja na wadada ambao nilikuwa mimi nawafahamu wanakuja intern. Baada ya muda dada mmoja akanifuata akaniuliza, is Sebo a nice guy? Nikamwambia yes, Sebo is a very nice guy. Basi akunieleza zaidi akaondoka. Kwa hiyo baada ya muda yeye na yule dada wakaanzisha mahusiano, na baadaye hayakufanikiwa. Kwa hiyo wakawa wametengana au kuhitilafiana. Yule dada akaja kwangu akaniambia, wewe umeniponza. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia, uliniambia Sebo is a nice guy. Nikamwambia yes, Sebo is a nice guy. Kwani wewe ulitegemea nini? Akasema mimi nilijua atanioa. Nikamwambia sasa kuniambia kama ulitegemea atakuoa. Kwa hivyo baadaye tulizungumza na Sebo, na mara nyingi tumekuwa tukitaniana hiyo slogan ya kusema Sebo is a nice guy. Na hata leo wote mlioko hapa mtakubaliana na mimi kwamba Sebo was a very nice guy. Bwana ametoa, Bwana ametwaa, na jina lake limidiwe na apumzike kwa amani. Asanteni kwa kunisikiliza. Ndugu zangu wapendwa, bila shaka tumesikia kwa urefu na ufafanuzi